Msikilizaji, hii ni sehemu ya 11 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 10, na kama utakuwa unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeshia, ilikuwa ni pale ambapo simulizi ya maisha yake Mona Lisa mara baada ya kupotezana na Jackson ilikuwa bado inaendelea. Na sasa mtoto wake Clara alikuwa ni mkubwa, akiwa amefikisha umri wa miaka 5 na ameanza shule. Na tuliishia pale ambapo mtoto alikuwa ametekwa wakati anatoka shule, na mchumba mpya wa Mona Lisa Daniel Kabanzu alikuwa anahimiza kwamba zipelekwe pesa milioni 120 kwa watekaji ili kusudi wamwachie mtoto kama ambavyo walikuwa wamesema. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu ya 11 siku ya leo. Majina yangu naitwa Felix Kabanzu kutokea hapa Simulizi Maxi. Yanapita masaa kadhaa bila kupokea simu wala kusikia chochote kutokea kwa wale watekaji. Wasiwasi wanawakumba watu wawili, kwa sababu hawakuwa wanajua kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea, wala hawakuwa wanajua kabisa mtoto wao Clara alikuwa katika hali gani. Tayari Mona Lisa alikuwa ameshampigia simu Aisha na kumweleza aende Tumbi kumwangalia Saidi, yani yule dereva ambaye ndio alikuwa anamwendesha mtoto, na huku alikuwa anamsisitiza kwamba asieleze chochote kile ambacho kilikuwa kimetokea. Mama yake Mona Lisa alikuwa anaingia hapa nyumbani kwa Mona Lisa majira ya saa 12 za jioni, na alikuwa anapewa taarifa ya kutekwa kwa mjukuu wake yani Clara, taarifa ambayo kusema kweli kabisa ilimshtua sana. Na ni kwa nini sasa hamjatoa taarifa polisi? Alikuwa anauliza bali swali mama Clara, na huku alikuwa anatoa simu yake kutokea kwenye mkoba. Lakini sasa Daniel akamwahi pale pale. Hapana mama, hawa watu wamesema kwamba tusitoe kabisa taarifa, vinginevyo watamuua kabisa mtoto. Alikuwa anazungumza pale Daniel Kabanzu, na hapo mama Mona Lisa akatulia. Mara baada ya sekunde chache akazungumza. Kwa sasa tutafanyaje jamani? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona Lisa. Hapa tunasubiria tu simu yao watuambie wapi tupeleke pesa ili kusudi tumchukue mtoto. Alikuwa anazungumza pale Danieli, ambaye huyo alikuwa tofauti na kina mama ambao walikuwa wanaonekana kwamba walikuwa wamejawa na huzuni kubwa muda wote, na huko Mona Lisa alikuwa anatiririkwa tu na machozi wakati wote. Yeye hakuwa anatulia. Mara kwa mara alikuwa anatoka nje na kurejea tena ndani. Ni wazi kabisa kwamba hakuwa anajua kabisa ashike kipi na aache kipi pia. Aisha anarejesha taarifa kwa Mona Lisa kwamba dereva Saidi alikuwa anaendelea kupata unafuu huko hospitalini, japo anaonekana kama vile alikuwa ameumia sana. Na kwani kimetokea kitu gani dada Mona? Kwa sababu hata mimi hataki kabisa kunieleza ukweli. Alikuwa anauliza bali swali Aisha kutokea huko upande wa pili wa simu, ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwaminifu kabisa na mtu wa karibu wa Mona Lisa. Sio yule Aisha waliokuwa wamesoma wote shuleni Songea. Huyu alikuwa ni Aisha mwingine. Nitakusimulia kila kitu tukishakutana, usijali. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, ambaye mwanzo pia alimwambia kwamba asimweleze chochote kilichokuwa kimetokea. Mida ilikuwa nazidi kwenda mbele tu msikilizaji. Bado hakukuwa na taarifa yoyote kutokea kwa wale watekaji ambao walikuwa nazidi kuwatia wasiwasi zaidi, mpaka ule muda ambao wanamwona Clara alikuwa anaingia nyumbani mwenyewe, na huku alikuwa salama kabisa zaidi ya kuchafuka tu na kuchoka, na hakuwa na hatari nyingine yoyote ile. Usiku ule walikuja watu 4, wanaume ambao walikuwa wamevaa suti nyeusi na silaha zao wakitokea ubalozi wa Mbogoland kanda ya Mashariki, ambao walianza kulinda hapa nyumbani kwa Mona Lisa mpaka asubuhi ya siku ya pili, ambayo walifanya utaratibu wa kuajili mlinzi binafsi kutokea katika kampuni binafsi ya ulinzi kwa ajili ya kulinda nyumba hii. Siku hiyo ndio ilikuwa ni siku ya Jumamosi, ukiachana na kwenda kukamilisha malipo kwenye ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Lakini pia Mona Lisa ama mama Clara alimpeleka Clara katika hospitali ya taifa Muhimbili kwa ajili ya kwenda kumfanyia vipimo ili kusudi kujua kama alikuwa amezurika ama namna gani. Unajua tena Clara alikuwa ni mtoto wa kike, halafu alikuwa ni mzuri.
Kwa hivyo sasa alikuwa anataka kwenda kumpima ili kusudi kujua kama katika huo utekaji mtoto alikuwa amedhurika na chochote ama namna gani. Bahati nzuri mama Krala alimuona mtoto wake alikuwa salama kabisa. Na kusema kweli hata sijui nitampata wapi huyu mtu aliyekuokoa mwanangu. Nataka nimpatie zawadi kubwa sana kwa hiki ambacho amefanya. Alikuwa anazungumza pale tu Mona Lisa wakati wanarejea nyumbani wakiwa pamoja na Krala. Basi nikimwona nitakwambia mama ili kusudi umpatie zawadi yake. Alikuwa anazungumza pale mtoto Krala kwa sauti yake ya kituo, na huku alikuwa na mwenye furaha kubwa sana. Mona Lisa anacheka kidogo na kisha anazungumza. Na tena wewe mwanangu ndio utachagua zawadi gani tumpatie. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa ikiwa ni kama kumtania mtoto wake Krala, akiamini kabisa kwamba zawadi ambayo atahitaja haitofikia thamani ya kile ambacho anastahili huyo jamaa. Mama yake na Mona Lisa yani Belinda akawaambia Mona Lisa pamoja na Daniel ya kwamba wanahitaji kutoa taarifa kituo cha jeshi la polisi, hasa kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea, kwa maana kwamba jambo hilo linaweza kujirejea tena siku nyingine alafu mambo yakawa mabaya zaidi. Lakini mama, sidhani kabisa kama watatuelewa tukiwaambia leo, maana tulitakiwa kuambia wakati ule. Mimi naona hilo la polisi tuachane nalo tu. Alikuwa anazungumza pale Danieli. Lakini hapana Dani, huoni kama wanaweza kuendelea kutusumbua tu kila siku? Kwa hivyo hapa inabidi tutoe taarifa kituo cha polisi. Hebu ona walivyompiga Saidi jamani, mpaka amelazwa hospitalini kule Tumbi. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa. Lakini sasa Mona Lisa, si unakumbuka wale watu walichozungumza kwamba tusijaribu kabisa kutoa taarifa polisi? Vipi kama tutatoa taarifa na kisha wakaanza kututafuta kwa ajili ya kulipiza kisasi? Huone kama itakuwa ni jambo baya sana kwetu hilo. Alikuwa anazungumza pale Danieli. Hapo sasa ndio nimekuelewa Danieli. Ni kweli kabisa wa watu kama tukiamua kutoa taarifa polisi wanaweza kuanza kututafuta kwa ajili ya kulipiza kisasi. Kama mjukuu wangu Krala yuko salama na hapa nyumbani kwa sasa tuna mlinzi, basi sidhani kabisa kama tunahitaji tena kwenda polisi. Alikuwa anazungumza pale bibi yake na Krala, na Mona Lisa alikubali kwa roho ya shingo pande. Lakini sasa makubaliano yao hayakudumu, kwa sababu siku hii ya leo ya Jumamosi jioni, mzee Edison barozi mstaafu na mmoja kati ya washauri wa mfalme Elvis wa kwanza wa Mbogolendi, ambaye ndio alikuwa anaingia nchini Tanzania majira ya saa 8 za mchana, hakutaka kabisa ushauri. Alikwenda moja kwa moja makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Pwani na kisha kutoa taarifa ya tukio la kutekwa kwa mjukuu wake Krala. Lakini pia mzee Edison ambaye alikuwa anampenda sana mjukuu wake Krala, alikuwa anatamani sana kukutana na kijana ambaye alikuwa amemsaidia mjukuu wake ili kusudi aweze kumsaidia kwa namna yoyote ile katika maisha yake, kwa sababu kwa mujibu wa mtoto Krala vile ambavyo alikuwa anazungumza, japo alikuwa ni mtoto mdogo, alikuwa anasema kwamba kijana huyo alikuwa ni mtu mzuri sana. Alimsaidia kumtoa mikononi mwa watekaji na kumpeleka kabisa mpaka nyumbani. Na mzee Edison alipata picha ya wazi kabisa ya maisha ya mwokozi wa mjukuu wake, kwamba alikuwa anaishi maisha ya chini yasiyokuwa na kipato maalum. Na ingekuwa na vizuri kabisa kama tungempatia nafasi katika ajira mpya. Alikuwa anazungumza pale mama yake na Mona Lisa kumwelekezea Mona Lisa. Hapana mama Mona, huyo kijana bila shaka anastahili mambo makubwa zaidi. Mzee Edison alikuwa anazungumza vile. Wiki moja sasa ili katika kutoka tukio la kutekwa kwa mtoto Krala na kuisha kwa sherehe za Pasaka, shule zikafunguliwa na Mona Lisa mwenyewe akaanza kumpeleka Krala shuleni kabla ya kwenda kazini asubuhi, na pale ambapo inafika majira ya saa 8 za mchana alikuwa anamfuata tena mtoto wake Krala shuleni na kumrejesha nyumbani. Wakati huo dereva Saidi alikuwa amesharuhusiwa kutoka hospitali, na huku alikuwa amepata unafuu mkubwa sana, na alikuwa amebakiwa tu na majeraha madogo katika mwili wake, na huku alikuwa anaendelea kutibiwa akiwa nyumbani, na mara kwa mara bosi wake alikuwa anakwenda kumtazama. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu msikilizaji, na huku Mona Lisa alikuwa anawaza na kuumiza kichwa juu ya kuolewa na Daniel Kabazu.
Kusema kweli kabisa, licha ya kwamba Mona Lisa hakuvutiwa kabisa na mwanaume mwingine yeyote zaidi ya yule Jackson Kifaru ambaye aliachana naye kwa mara ya mwisho kabisa miaka 5 iliyopita pale kontena kwa dada Maggie Songea. Lakini pia Mona Lisa alikuwa anatambua kwamba alikuwa anahitaji kuwa na mume ili kusudi aendelee kujenga familia yake. Hawezi kuishi kama hivi tu mwenyewe siku zote na miaka yote kadiri vile ambavyo ilikuwa nakwenda. Lakini wacha kwanza nimalize mambo ya kuajiri watu kwenye kampuni yetu, na kisha nitazungumza na Daniel kwamba tuanze mipango ya kuchumbiana, na kisha baadaye ndio tufunge ndoa. Alikuwa anawaza vile Mona Lisa ambaye sasa aliamua kupambania heshima yake, kwa sababu kuna wakati ndoa huongeza daraja la mwanaume na hata mwanamke pia. Hatimaye sasa ilikuwa ni siku ya Jumatano majira ya saa 8 za mchana, siku 2 kabla ya kufanya uajili wa wafanyakazi wapya, na tayari matangazo yalikuwa yameshabandikwa kila sehemu katika mji huu wa Kibaha, na huku barua za maombi zikiwa zinamiminika ofisini pale Trench Town Petrol Station maarufu kama Sheri mpya. Majira haya Mona Lisa alikuwa amemchukua Clara shuleni na kwenda naye ofisini, ambako hakukaa sana. Alichukua baadhi ya nyaraka ambazo alikuwa anahitaji kwenda kufanyia kazi nyumbani, na kisha wakaondoka kuelekea nyumbani. Sasa basi, wakati wanapita Kibaha kwa Mfipa, mara Mona Lisa akamsikia mtoto wake Clara alikuwa anajisemea mwenyewe tu, ni kama anko yule. Alikuwa anazungumza vile mtoto Mona Lisa, na huku alikuwa anageuka nyuma katika upande wa kulia, yaani kwa dereva, na kisha kutazama nje kwa kutumia kioo cha nyuma cha abiria wa kulia. Aje kufanya kitu gani sasa Mona Lisa mwanangu? Kwa sababu leo hajasema kwamba atakuja. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye alikuwa nadhani ya kwamba mtoto wake Clara labda alikuwa anamzungumzia Daniel Kabanzu, yaani ambaye alikuwa ni mchumba wake yeye. Mama, kwani wewe unamjua anko wangu? Alikuwa anauliza vile swali mtoto Clara, ambaye ni kama vile hakumwona kabisa mtu ambaye alikuwa anamtazama. Kwani mwanangu, wewe unamzungumzia anko gani? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, na huku alikuwa anajaribu kutazama Saidi Mira kuangalia nyuma. Ni yule anko aliyekuja kunileta nyumbani mama. We, unasema kweli kabisa Clara? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya juu kabisa ya mshangao, na bila kujiuliza mara mbili Mona Lisa aliweka gari pembeni. Alisimama bila kujali kwamba sehemu ambayo alikuwa amesimama haikuwa ni sehemu sahihi kabisa kusimamisha gari. Ni yupi mwanangu? Ni yupi? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa kwa shauku, na huku alikuwa anatazama nyuma kupitia kioo cha abiria wa nyuma. Alikuwa anatembea pale mama, nimemwona, na tena bado hajapona mguu. Alikuwa anazungumza vile Clara, na huku alikuwa anaendelea kutazama ule upande. Kusema kweli kabisa hawakuweza kumwona mtu ambaye alikuwa anachechemea katika upande ule. Basi utakapomwona tena niambie hapo hapo mwanangu, sawa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anaondoa gari na kuliingiza barabarani. Safari ilikuwa nazidi kuendelea tu kwa kilomita kama 3 hivi, na huku Clara alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa amezama katika mawazo. Eti mama, hivi kama anko akiomba kuja kukaa nyumbani utamkubalia? Alikuwa anauliza pale swali Clara kwa sauti ambayo ilikuwa na tahadhari ya kitoto. Mona Lisa anatabasamu kidogo na kisha kumjibu mwanae. Jamani Clara, sasa atakuja vipi kukaa nyumbani? Alafu nyumbani kwake atamwachia nani watoto wake? Alikuwa anajibu vile Mona Lisa ambaye mara nyingi huwa anazungumza na Clara kama vile alikuwa anazungumza na mtu mkubwa mwenzie, ama hata Clara alikuwa anazungumza na mamaye kama vile alikuwa anazungumza na mtoto mwenzie. Mbona mama, anko alisema kwamba hana watoto? Alikuwa anajibu vile Clara, na hapo sasa Mona Lisa akamtazama binti yake kwa makini. Wewe ulimsikia wapi anasema kwamba hana watoto mwanangu? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, na huku alikuwa anatazama mbele, na alikuwa anaendelea tu kuendesha gari. Si aliniambia yeye mwenyewe mama. Alikuwa anajibu vile mtoto Clara, mtu pekee ambaye huwa anazungumza mara nyingi zaidi na Mona Lisa kuliko mtu mwingine yeyote yule.
Basi sawa mwanangu, hata kama hana watoto, lakini nyumbani kwake atamwachia nani? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku safari ilikuwa nazidi kuendelea. Mama, kwani pale ni kwake? Mbona kama hakuna kabisa madirisha na milango, na chini kuna vumbi kabisa? Alikuwa anazungumza pale Kerala, na sasa hiyo ilimshtua kidogo Mona Lisa. Kwa sasa mwanangu Kerala, unataka kusema kwamba unapajua anapoishi huyo wangu au? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, ambaye sasa anakumbuka kwamba licha ya kuuliza sana kuhusu hilo tukio, lakini hakuuliza kama alikuwa anapajua sehemu ambapo huyo kijana aliyemwokoa alikuwa anaishi. Aka mama, mimi sipajui, lakini si ndio karibu na pale waliponipeleka wale majambazi. Niliona anaongoza pamoja na maboksi. Alikuwa anazungumza pale Kerala. Mona Lisa anakosa kabisa picha kamili au maana ya binti yake kile ambacho alikuwa anazungumza, na anajua kabisa kwamba hawezi kupakumbuka kama ambavyo alikuwa anazungumza. Basi hakuna shida kabisa mwanangu, kama akitaka kuja kukaa kwetu basi mimi nitakubali akae na sisi. Alikuwa anajibu pale Mona Lisa ili kusudi kumridhisha tu binti yake Kerala. Safari inazidi kuendelea kimya kimya tu, na kila mtu alikuwa anawaza jambo lake. Wakati Mona Lisa alikuwa anawaza namna ya kukabiliana na ndoa katika penzi jipya ambalo litamaanisha kwamba alikuwa ameshamsahau kabisa Jackson Kifaru, na itakuwaje kama atakuja kukutana tena na Jackson akiwa ameshauriwa tayari na Danieli? Na ni vipi Jackson mwenyewe, kwamba bado alikuwa hajaoa ama tayari alikuwa ameshaoa na kuendelea tu na maisha yake? Na ni mwanamke wa namna gani ambaye alikuwa amemwoa? Na ni kwa nini hakujaribu kabisa kumtafuta na kuamua kuoa, ili hali alimwambia wazi kabisa kwamba hawezi kuwa na mwanamke mwingine zaidi yake? Na kama Jackson atakuwa hajaoa na yeye akiwaliwa na Daniel Kabazu kabla ya kukutana na Jackson, ataonekana kwamba yeye ndiyo msaliti. Clara yeye pia alikuwa na waza yake, na sasa akamuuliza swali mama yake. Mama, kwani tutakwenda lini kwa baba yangu? Kwa sababu mimi sitaki kabisa Uncle Dani awe anakuja pale nyumbani kwetu. Alikuwa anazungumza pale mtoto Clara kwa sauti ya kudeka kabisa na kuchukia, bila kujua kwamba alikuwa amegusa kitu fulani kikubwa katika moyo pamoja na akili ya mama yake. Mona Lisa anapata unyonge fulani kwa sababu anamtazama Clara ambaye huyu alikuwa ametazama mbele tu kwa macho ya unyonge. Lakini Clara mwanangu, mbona Uncle Dani anakupenda sana wewe? Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ya kubembeleza, lakini Clara anazidi kunyongea zaidi. Kwa sasa mama, wewe humpendi kabisa baba yangu, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali Clara, na huku alikuwa anamtazama mama yake kwa macho ya unyonge yaliyokuwa anakaribia kabisa kulia. Hapo Mona Lisa anacheka kidogo, kicheko laini na kifupi, na kisha anazungumza. Kusema kweli kabisa mwanangu, hata mimi mama yako natamani sana kukutana na baba yako, lakini sasa yuko mbali sana mwanangu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anaendelea tu na safari. Kichwani mwake alikuwa anajaribu kutafuta kitu ambacho kitamtoa mtoto wake Clara katika mawazo, kwa sababu alikuwa anajua wazi kabisa kwamba Dani alikuwa sasa hawezi kabisa kuepukika katika maisha yao. Siku ya Ijumaa, ambayo ndio siku ya uajiri, Mona Lisa aliingia ofisini majira saa 2 akiwa anatokea shuleni kwa kina Clara. Alikuta watu wengi sana pale ofisini, kibaha kwa mfipa, kiasi cha kujikuta alikuwa anafurahia katika moyo wake, kwa sababu alikuwa anaamini wazi kabisa kwamba atapata wafanyakazi wazuri ambao watakuja kuinufaisha kampuni yake changa. Mona Lisa anapitiliza moja kwa moja mpaka ndani kabisa, akiwa anapitia katika mlango wa nyuma akikwepa umati wa watu waliojaa pale mlangoni. Ukweli ni kwamba bado Mona Lisa alikuwa hajazoea kabisa macho ya wanaume. Mona Lisa alikaa ofisini akiwa anafanya kazi zake, na huku mara kwa mara alikuwa anawaza na kuwazua maneno ya mtoto wake Clara kuhusu kutompenda kabisa Daniel Kabazu, kitu ambacho kusema kweli kabisa kilikuwa kinamuumiza sana moyo na kumletea mawazo mengi sana kichwani, ukichukulia kwamba hata yeye mwenyewe alikuwa anafanya hivyo tu kwa sababu ya heshima ya mama yake, na sio kwamba kweli alikuwa yuko tayari kuolewa na Danieli. Hapana. Mida ya mchana wa saa 8 kasoro, Mona Lisa akiwa ndani ya ofisi yake
Akakumbuka kwamba zilikuwa zimebakia dakika chache Clara atoke darasani. Kovu alikuwa anatakiwa kwenda kumchukua shuleni. Kovu anachukua kila kitu chake na kutoka ofisini kwake, na alikuwa anataka kuelekea kwanza ofisini kwa Aisha, akiamini kwamba tayari alikuwa ameshamaliza kufanya mahojiano na waajiriwa wapya. Lakini alipotazama katika upande wa ofisi ya Aisha, akaona mlango wa ofisi ya staff ulikuwa wazi. Mona Lisa alianza kutembea kuelekea katika ofisi ile, lakini wakati anakaribia akasikia sauti. "Naitwa Jackson." Alikuwa anasikia vile Mona Lisa sauti ilikuwa natoka katika mlango wa ofisi ya staff. Ni wazi kabisa kwamba walikuwa wanaendelea tu na mahojiano. Mona Lisa anasimama na kisha kugeuka kwa maana kwamba kutaka kuwasumbua. Alipanga kwenda kuacha maagizo kwa mlinzi. Lakini sasa ile Mona Lisa anapiga hatua mbili zaidi, akasimama ghafla. Ni kama vile kuna kitu ambacho kilimvutia. Bwana, kama ni sauti yake kabisa jamani. Alikuwa anajisemea vile tu Mona Lisa, na huku alikuwa anautazama mlango wa ile ofisi ambayo wakati mwingine walikuwa naitumia kama ukumbi wa mikutano. Lakini hapa kuna Jackson wawili na watu wameshaingia tayari. "Wewe ni Jackson nani?" Hiyo ilikuwa ni sauti ya mmoja kati ya wafanyakazi wake wa kiume ambaye alikuwa anamuuliza kijana huyo. Mona Lisa sasa aligeuka kabisa na kuanza kutembea kurejea kule ambako alikuwa ametoka, yani akaanza kuelekea kule ofisini. "Mimi naitwa Jackson Kifaru." Mona Lisa alisikia vizuri kabisa ile sauti ikitaja jina hilo ambalo liliusisimua mwili wake mzima na kumfanya aongeze mwendo kuwahi kule ofisini, kwa sababu aliona kama vile alikuwa anachelewa. "Oh, karibu madam." Alikaribishwa Mona Lisa mara baada ya kuingia pale, ambaye hakujali kabisa hata ukaribisho ule. Zaidi alimtazama usoni kijana ambaye alikuwa amesimama mbele ya meza ya waajiri. Kusema kweli kabisa, Mona Lisa ambaye hakuona hata wale wafanyakazi wake walivyokuwa wanamshangaa, alimuona Jackson Kifaru wake yule yule akiwa amechakaa vibaya mno. "Jackson Dennis Kifaru, ni wewe?" Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza ya simulizi hii. Wakati Mona Lisa pamoja na Jackson Kifaru wamefanikiwa kukutana hapa katika ofisi yake Kibaha kwa Mfipa. Msikilizaji, wawili hawa sasa wakiwa tayari wameshakutana na sasa wako ndani ya gari wanaelekea Kibaha kwa Matias. Kila mtu alikuwa katika hali tofauti. Wakati Mona Lisa alikuwa anawaza kuhusu maisha sasa ya Jackson, ambaye hakujua kabisa kama yuko huko Kibaha akiwa na familia ama vipi, Jackson naye alikuwa ameingia ubaridi kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza kabisa ukiachana na hali yake ya ufukara ambayo ni tofauti na hali ya Mona Lisa, ambaye alikuwa ni mara 10 na yule Mona Lisa wa mwanzo ambaye alikuwa ameachana naye miaka 5 iliyopita. Huyu alikuwa na muonekano wa wazi kabisa kwamba alikuwa ni zaidi ya mtoto wa kishua. Na huyu ndio alikuwa ni bosi mwenyewe, mmoja kati ya matajiri wakubwa sana hapa mjini. "Mtoto wako ni wa kike au ni wa kiume?" alikuwa anauliza Valiswari Jackson, na huku safari ilikuwa nazidi kuendelea. Mona Lisa anacheka kidogo kicheko cha aibu, na huku alikuwa anaendesha gari. "Ni mtoto wa kike Jackson, na kwa sasa umri wake ni miaka 5. Utamfahamu zaidi ukishakutana naye." Alikuwa anajibu vile tu Mona Lisa, na huku alikuwa anaendelea kuendesha gari. Jackson anajua wazi kabisa kwamba tayari alikuwa ameshapoteza haki ya mapenzi kwa Mona Lisa, kwa sababu kwa jinsi hali ya kiuchumi ya Mona Lisa ilivyokuwa, akijitazama na yeye ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Lakini pia ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba Mona Lisa tayari alikuwa na mwanaume wake. Anatazama mbele tu Jackson kule ambako alikuwa anaelekea, na kwa macho yake alikuwa anaingiwa na unyonge kwamba ameshampoteza Mona Lisa wake. "Lakini Jackson, wacha kwanza na kupeleka hospitali, nikakuache hapo uanze kutibiwa, na kisha nitakufuata tena na kisha mpeleka mtoto nyumbani, kwa sababu kusema kweli kabisa tuna mambo mengi sana kwa ajili ya kuzungumza." Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa ambaye alisha Jackson kwa katika hali ya unyonge. Yeye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ameshakamka na kufurahia kupita kiasi. "Kwa sasa Mona Lisa, hutaki nimuone mtoto wako au?"
Alikuwa anauliza pale swali Jackson kwa sauti ya unyonge, ambaye mpaka hapo hakuanza kabisa wala kufikiria kwamba mtoto ambaye alikuwa anazungumziwa hapo ni yule mtoto ambaye yeye ndio alimwokoa kutoka mikononi mwa watekaji wiki 2 zilizopita. Hapana Jackson, kwa nini usimuone mtoto wangu? Na tena nafikiri kwamba ni muhimu sana ukimwona. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye sasa walikuwa nakatiza picha ya ndege na kuingia katika barabara ya zamani ile ambayo ilikuwa inaelekea Tumbi hospitali. Lakini mimi sidhani kabisa kama itakuwa ni vizuri kukutana na mtoto wako Mona Lisa, kwa sababu anaweza kumweleza mume wako kwamba nimekutana naye alafu ikaleta shida kwako. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na hapo sasa Mona Lisa akaachia kicheko kikubwa na kisha kuzungumza. Achana na maneno kama hayo Jackson bwana. Na tena huo mguu wako huo umenifanyia roho mbaya sana. Hivi uliumia wapi kwani Jack? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa mfano wa mtu ambaye alikuwa na walaumu mguu huo kwa jambo fulani hivi. Kusema kweli kabisa ni story ndefu sana Mona Lisa. Lakini kuna watu walinishambulia tu. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa ananyanyua suruali yake na kuacha wazi sehemu iliyokuwa na kidonda ambacho sasa kilikuwa kimeshaanza kukauka. Mona Lisa anakiona, anajikuta alikuwa anashtuka sana. Na mbona kama walikukata na panga kabisa Jackson? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imejawa na mshtuko. Jackson hajibu kitu zaidi, alikuwa anacheka kidogo, na safari inazidi kuendelea tu kimya kimya mpaka wanapovuka shirika la elimu na kuingia kwenye geti la hospitali ya Tumbi. Na hapo Mona Lisa akajichekesha kidogo na kisha kuzungumza. Na kusema kweli kabisa Jack, leo kuna maswali mengi sana nitahitaji unijibu. Wacha kwanza utibiwe mguu wako na kisha tutazungumza baadaye. Kwanza unaishi na nani? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa wakati anasimamisha gari kwenye maegesho. Jackson anatabasamu kidogo kwa sababu swali hilo ambalo alikuwa ameulizwa alikuwa anaona kama vile lilikuwa ni swali la kusanifu ama lilikuwa ni swali la kidharau, hasa kutokana na hali yake ambayo alikuwa nayo. Hata kwa mwonekano wake huwa kifukara, angekuwa anaishi na nani sasa hapa Dar es Salaam zaidi ya kuishi peke yake? Mimi naishi mwenyewe tu. Alikuwa anazungumza baada Jackson na kumfanya Mona Lisa kuachia tabasamu pana. Wanashuka kwenye gari na kisha kuanza kutembea kuelekea upande wa mapokezi, na huku Mona Lisa alikuwa na udaka mkono wa Jackson kwa haraka na kutembea kwa pamoja. Jackson alikuwa na uvuta tu mguu wake ule ambao ulikuwa nauma. Hivi huo ni aibu kunishika namna kama hiyo mbele za watu Mona Lisa? Alikuwa anauliza bali swali Jackson, na Mona Lisa anashaka kicheko cha raha, na huku alikuwa anauminya mkono wa Jackson. Yaani Jack, toka siku ile ya kwanza kabisa umenipatia mkono wako tukiwa njiani tulipoharibikiwa na gari, sijawahi kabisa kutamani hata kuacha huu mkono hata siku moja. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya kujiacha kabisa, kiasi cha kumshangaza Jackson ambaye huyu alikuwa anahisi kwamba Mona Lisa labda kwa sasa alikuwa ni mchumba ama hata mke wa mtu. Jackson anabakia hapa katika hospitali ya Tumbi Kibaha akiwa anapatiwa matibabu, na huku alikuwa ameachiwa pesa shilingi 40,000 kwa ajili ya matibabu. Kusema kweli kabisa zilikuwa ni pesa nyingi sana, na kwa ufupi ni kwamba yeye huwa anaweza kupata pesa kama hii kwa muda wa wiki 3 mpaka 4. Wakati wa matibabu daktari alisema kwamba licha ya kwamba kidonda kilikuwa hakijaathirika sana, lakini haikuwa ni vizuri kabisa kwa Jackson kuchelewesha matibabu na maana kama hiyo. Na huku Jackson mwenyewe licha kupatiwa matibabu kwa kiwango kikubwa na huduma za VIP hapa hospitalini, lakini yeye muda wote alikuwa mbali kabisa kimawazo. Alikuwa anaona wazi kabisa kwamba leo ndio itakuwa ni siku yake ya mwisho kabisa kumwaza Mona Lisa, ama hata kuota kwamba kuna siku angekuja tena kwa wapenzi kama zamani, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba Mona Lisa lazima atakuwa na mumewe, maana tayari alimsikia alikuwa anasema kwamba alikuwa na mtoto. Jackson anamaliza kupatiwa matibabu na kuenda kukaa kwenye benchi la pale mapokezi, na huku alikuwa anamsubiria Mona Lisa kama ambavyo alikuwa amemweleza ya kwamba amsubirie na kwamba kuna mambo ya kuzungumza na yeye, kuna maswali ambayo alikuwa anatakiwa kuyajibu.
Najua kabisa kwamba anataka kunieleza kuwa yeye sasa ni mke wa mtu na nisiendelee kumfuatilia tena. Alikuwa anawaza vile Jackson, na huku alikuwa amekaa mwenyewe tu pale kwenye benchi ambapo alikuwa anawaza hili na lile. Wakati mwingine alikuwa anawaza ujinga tu, akiwa anavuta picha ni mwanaume gani ambaye alikuwa amemvua chupi Mona Lisa na kumpatia bakuli lake la mlenda. Kusema kweli kabisa, yalikuwa ni mawazo ambayo yalikuwa yanamuumiza sana moyo Jackson. Kuhusu njaa pamoja na kiu, hakuna chochote ambacho alikuwa anakumbuka. Yeye muda wote alikuwa na shiba tu mawazo ambayo alikuwa anawaza juu ya Mona Lisa. Katika upande wake Mona Lisa, yeye anakwenda kumchukua mtoto wake Clara na kumpeleka nyumbani, na huku muda wote alikuwa anaonekana ni mtu mwenye furaha sana, na alikuwa na uchangamfu wa hali ya juu pia, kiasi cha kumshangaza kabisa hata mtoto wake mdogo ambaye anashindwa kabisa kuuliza. Nafikiri kwamba ni kutokana na umri wake kwa mdogo. Mona Lisa anapofika nyumbani hakai sana, anaoga haraka haraka na kubadilisha nguo na kutoka chumbani, na huku alikuwa amevalia gauni refu na alikuwa amejifunga kitenge kiunoni, na chini alikuwa amevaa sendo za kawaida. Mkononi alikuwa na begi ambalo lilikuwa na nguo chache pamoja na baadhi ya mafuta yake ya kujipaka, lakini pia alikuwa na pochi ndogo iliyokuwa na pesa pamoja na simu zake zote mbili. Mona Lisa kabla hajatoka hapa nyumbani anamuita Subira. Sasa Subira, mimi natoka na ninaweza nikachelewa kidogo kurudi, ama naweza nisirejee kabisa hapa tena mpaka kesho. Mtu yoyote atakayepiga simu ya mezani mwambie kwamba nipigie kwenye simu yangu ya kawaida, sawa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku Clara alikuwa anasikia kile ambacho mama yake alikuwa anazungumza. Mama, kwani unakwenda wapi? Alikuwa anauliza vile swali mtoto Clara, na huku alikuwa anamsindikiza mama yake kwenye gari. Mona Lisa anasimama na kumgeukea Clara na kisha anamshika pua. Nitakuambia kesho mwanangu, sawa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anashia tabasamu kubwa ambalo hilo liliza vicheko kwa watu wote wawili, yani mtu na mwanae, likitawala katika uso uliokuwa na furaha. Basi mama, naomba nibebe zawadi ya yule mdoli kama tuliyemwona kule mjini. Alikuwa anazungumza vile mtoto Clara, na huku alikuwa anamtazama mama yake ambaye huyu alikuwa anaingia sasa kwenye gari, na safari hii alibadilisha gari na kuchukua gari jingine Toyota RAV4. Zawadi ipo mwanangu, wala usijali kabisa juu ya hilo, na tena zawadi kubwa sana, ni zaidi ya mdoli ambaye unamsemea wewe. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye aliondoka na gari lake kuelekea katika upande wa mjini. Mona Lisa anakwenda moja kwa moja mpaka Mbezi, akielekea kwenye maduka ya simu ambako alichukua simu moja nzuri kabisa, na kwa wakati huo ilikuwa ni moja kati ya simu nzuri na bora sana ambayo ilikuwa inauzwa shilingi 110,000. Bado hapakuwa na smartphone. Mara baada ya kuweka laini ya simu kwenye simu hiyo mpya, Mona Lisa alikwenda katika baadhi ya maduka ya nguo na kisha kununua nguo chache pamoja na viatu ambavyo alikuwa anahisi kabisa kwamba anapenda kumwona Jackson amevaa, na kisha aliondoka zake na kuelekea tumbi ya hospitali, na kichwani alikuwa anapanga mambo mengi sana. Majira ya saa 12 kasoro za jioni, Mona Lisa alisimamisha gari lake dogo Toyota RAV4 katika maegesho ya magari ya hospitali hii ya Tumbi hapa Kibaha. Akashuka na kisha kuelekea mapokezi ambako alimkuta Jackson kifaru alikuwa amekaa na watu wengine, akionekana wazi kabisa kwamba alikuwa na mawazo debe zima. Mona Lisa anawaona watu wengine walikuwa wanatazama upande ambao alikuwa anatokea yeye, na huku alikuwa anazungumza hili na lile, lakini Jackson yeye alikuwa amenamisha tu kichwa chake chini bila kuzungumza na mtu yoyote. Hali hiyo inamtia unyonge sana Mona Lisa, ambaye bado alikuwa hajahisi kile ambacho Jackson alikuwa anawaza juu yake. Yeye alikuwa anachukulia tu kwamba Jackson alikuwa anawaza kuhusu maisha yake binafsi, kwa sababu hata uvaji wake pamoja na muonekano wake vilikuwa vinaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anapitia maisha magumu sana. Mona Lisa anazidi kumsogelea Jackson, na Jackson yeye bado alikuwa hajamuona, na huku alikuwa anamkagua muonekano wake wa mavazi yake pale ambapo alikuwa amekaa. Na kusema kweli kabisa, Mona Lisa aliweza kuhisi maisha magumu ambayo Jackson alikuwa anapitia, na tena ni wazi kabisa kwamba amekuwa hivyo kwa muda mrefu sana. Akiwa ameshamkaribia tayari Jackson ambaye alikuwa amezama katika mawazo, na pengine ni kutokana na uchovu, Mona Lisa anagundua kwamba watu wote waliokuwepo pale kwenye mabenchi na viti pale mapokezi
walikuwa wanamtazama yeye ambaye alikuwa anaelekea katika upande wao, kasoro Jackson peke yake ambaye huyo alikuwa amezama katika dimbwi zito la mawazo. Lakini aliposogea zaidi ni kama vile Jackson alishawishika kutazama katika upande ambao Mona Lisa alikuwa anatokea, kwa sababu alimwona Jackson alikuwa anageuka na kisha kutazama ule upande kama wenzake walivyokuwa wanafanya. Na macho yake sasa yakakutana na Mona Lisa ambaye anatabasamu, tabasamu ambalo linawafanya wanaume kwa wanawake kutoa macho kwa mshangao wa wazi kabisa. Kitu cha kushangaza ni kwamba Jackson alitabasamu kidogo tu, na huku alikuwa anainuka pale kwenye benchi ambalo alikuwa amekalia na anaanza kutembea akiwa anavuta mguu wake ambao sasa hakuwa anauvuta sana, tofauti na vile ambavyo ilikuwa mwanzo. Jackson, mara hii umeshaanza kupata nafuu jamani, kwa sababu naona sasa umeshaanza kutembea vizuri kidogo. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anasimama kumsubiria Jackson. Wamenifanya nijisikie vizuri sana kwa sasa. Yaani wamenisafisha mpaka kidonda kimetoa damu. Sema nashukuru Mungu amenipatia dawa nzuri sana, na nyingine wamesema kwamba nikanunue. Alikuwa anazungumza pale Jackson ambaye sasa anamfikia Mona Lisa na wanaanza kutembea kuelekea kule ambako lilikuwepo gari. Ni kama tu ilivyokuwa kawaida. Mara baada ya kupiga hatua chache, Mona Lisa anaudaka mkono wa Jackson, na kwa hakika kabisa msikilizaji, mimi hata sijui ilikuwa ni kwa sababu gani. Kwa sababu licha ya kwamba Mona Lisa siku zote alikuwa anaogopa sana wanaume na kuyaheshimu kabisa mahusiano na hata kujiheshimu yeye mwenyewe, lakini swala la kushika mkono wa Jackson muda wote walipokuwa pamoja lilikuwa ni swala ambalo linakuja tu automatic, yani ilikuwa inajitokeza tu bila hata kutarajia. Nilikuwa na ukobize tu mwenyewe mpaka nilipokuwa nakaribia kufika ndio ukatazama huku. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye alikuwa ameungangania mkono wa Jackson muda wote kwa sauti ambayo ilikuwa na mlalamiko wa kudeka hivi, na huku alikuwa anazidi kutembea kulifuata gari lake Toyota RAV4. Na tena bila kusikia watu wanazungumza nisingetazama huku. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye bado alikuwa amenyongea tu, na huku kichwani mwake alikuwa anajiuliza maswali kwamba Mona Lisa alikuwa na mazungumzo gani na yeye, na ni kwa nini iwe tu ni mara baada ya kuonana. Kwani walikuwa wanazungumza kitu gani Jack? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku ya kutaka kujua. Achana nao tu. Si unajua tena wanaume wakimwona mwanamke mzuri. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na huku alikuwa anajizuia kucheka kwa sababu alikuwa anaona wazi kabisa kwamba haukuwa ni wakati sahihi wa kuzungumzia hayo. Mona Lisa anaachia kicheko cha raha na kisha anauliza swali. Hivi Jack, kwani mimi ni mzuri? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya kudeka iliyokuwa na hali fulani ya utani, na huku alikuwa anasimama karibia na gari. Safari hii Jackson alikuwa anashindwa kabisa kujizuia na kujikuta alikuwa anaachia tabasamu. Mona Lisa anacheka kicheko laini. Wanaingia ndani ya gari. Mona Lisa anakuwa ni dereva na Jackson anakuwa ni abiria wa mbele. Anawasha gari na kisha kuliondoa. Jackson anaingiza mkono mfukoni na kisha kutoa pesa ambayo ilikuwa imebaki kwenye matibabu. Pesa iliyobaki ya hospitali ni hii hapa. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na huku alikuwa anamonyesha Mona Lisa shilingi 12,000 za Kitanzania. Kwa sasa Jack ndo kusema kwamba bado hujanunua dawa, alafu umebakiwa na change? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya mshangao, na huku Jackson alikuwa anashindwa kabisa kujibu. Anatabasamu kinyonge, na huku alikuwa anatazama chini. Mona Lisa ananyanyua mkono wake wa kushoto na kisha kulaza kiganja chake juu ya bega la Jackson. Lakini usijali kabisa Jackson, sawa. Tutapita dukani kwa ajili ya kununua dawa. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti tulivu ya kubembeleza na kumfanya Jackson amtazame Mona Lisa usoni. Hata macho yao yanapokutana, Jackson anatazama tena chini kwa aibu. Kusema kweli kabisa, hiyo inamshangaza kidogo Mona Lisa ambaye bado mkono wake ulikuwa begani kwa Jackson, na sasa anauhamishia kwenye mgongo wake. Hivi Jackson, kweli ambako unakaa wewe kuna sehemu nzuri ya kulaza gari? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya uchangamfu kidogo. Jackson anamtazama tena Mona Lisa,
Ni kama vile kuna kitu ambacho alikuwa anataka kumweleza, lakini macho yao yanapokutana, Jackson anakosa kabisa ujasiri wa kuzungumza na kujikuta alikuwa anatazama chini. Na mbona uko hivyo lakini Jackson? Unajua unaniogopesha sana. Kwani una tatizo gani? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya kubembeleza. Jackson anavuta pumzi ndefu na kisha kuzishusha kwa mkupuo. Ananyanyua sura yake na kisha kumtazama Mona Lisa. Anatulia kidogo na kisha kuzungumza. Mona Lisa, kusema kweli kabisa kuna vitu ambavyo ni vigumu sana kuvieleza. Ni vigumu sana kwangu kukueleza kile ambacho natakiwa kukueleza. Alikuwa anazungumza pale Jackson kwa sauti tulivu kabisa ya kiume. Ni wazi kabisa kwamba sasa alikuwa ameamua kujikaza. Mona Lisa anatabasamu kidogo na kisha kuzungumza. Jackson mpenzi, hauna haja kabisa ya kusita kunieleza hicho ambacho nataka kunieleza. Mimi nilisikia kila kitu kilichotokea mara baada ya baba kustaafu kazi kule Songea, na kisha maisha yenu yakaanza kubadilika. Mimi nataka kujua tu maisha yako ya sasa basi. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku gari ilikuwa na unguruma. Jackson anamtazama Mona Lisa kwa macho ya mshangao. Ulijua vipi kuhusu kilichotokea Mona Lisa? Alikuwa anauliza vile swali Jackson kwa sauti ya mshangao. Mona Lisa anatabasamu kidogo na kisha kuzungumza. Mwaka jana nilisafiri mpaka Songea Jack. Nilifika mpaka kule kijijini Lumesha kwa bibi Krala. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na kisha kusita kidogo. Anamtazama Jackson usoni. Anamwona alikuwa anamtazama kwa macho ya usikivu. Lakini pia pole sana kwa ajili ya msiba wa bibi Jackson. Anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya upole kabisa, na huku alikuwa anamtazama Jackson ambaye muda wote alikuwa anatoa macho tu kwa mshangao. Na kumbe ulikuja kabisa mpaka Songea Mona Lisa? Alikuwa anauliza vile swali Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao mkubwa sana, kwa sababu kusema kweli kabisa hakuamini kama huo muda wote Mona Lisa pia alikuwa anamtafuta yeye. Jackson, ni kama tu nilivyokuambia mwanzo kwamba tuna mambo mengi sana kwa ajili ya kuzungumza usiku wa leo. Twende nyumbani kwako basi kama una uhakika kwamba hauishi na mwanamke. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa anaondoa gari kuelekea nje ya geti la hospitali. Kimya kinatawala mpaka wanaposimama kwenye makutano ya barabara ambayo hii inatoka Kibaha na kuelekea picha ya ndege. Jua sasa lilikuwa limeshaanza kuzama, kumaanisha kwamba ilikuwa naelekea majira ya saa 1 za usiku. Na huku tunaelekea wapi sasa Jack? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa ambaye alikuwa na shauku ya kitu fulani. Samahani Mona Lisa, kuna kitu ambacho tunatakiwa kuzungumza kabla ya yote. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ya upole na unyonge, kiasi cha kumstua sana Mona Lisa ambaye alimtazama kwa macho ya mshtuko. Hapana Jack, mimi hakuna chochote kibaya ambacho nataka kusikia kwa sasa. Na usiniambie kabisa kama kwamba eti una mke. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa inamaanisha kile ambacho alikuwa anazungumza, na hiyo inamshangaza sana Jackson ambaye anamtazama Mona Lisa kwa macho ya mshangao. Unamaanisha kitu gani Mona Lisa kuzungumza kama hivyo? Kwa sasa mimi peke yangu ndio ambaye nastahili kukuona ukiwa umeolewa, lakini wewe kuniona mimi nikiwa nimeoa ni kosa? Alikuwa anauliza vile swali Jackson kwa sauti ya mshangao. Sasa ilikuwa ni zamu ya Mona Lisa kumshangaa Jackson. Jackson, kwani una nini jamani? Ni kitu gani ambacho unazungumza? Anauliza vile swali Mona Lisa kwa sauti ya mshangao. Jackson anaacha tabasamu la machungu, lakini anajizuia kuweka wazi kile ambacho alikuwa anahisi. Lakini usijali sana Mona Lisa. Tufanye kama hatuwezi kabisa kubadilisha matokeo. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ya kukata tamaa na kuzidi kumchanganya Mona Lisa ambaye wazo lake lilikuwa pale pale kwamba Jackson
alikuwa anataka kumweleza kwamba yeye alikuwa ameshaoa. Lakini hatuwezi kuliacha hivi hivi Jackie. Naomba tu uniambie kile ambacho unataka kuniambia. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya ukali iliyokuwa na machungu ndani yake, kiasi cha watu kuanza kuwatazama, kwa sababu alisha kwamba sauti haikuwa inatoka ndani ya gari, lakini watu wa nje walikuwa wanaweza kuwaona wakiwa katika mazungumzo yasiyo ya kawaida. Basi sawa, endesha gari mpaka Kibaha kwa Mfipa. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti yake ya utulivu, na Mona Lisa kweli kabisa alianza kukanyaga mafuta, akishika uelekeo wa picha ya ndege, huku wote walikuwa kimya tu. Kila mtu alikuwa anawaza jambo lake kuhusu mwenzake. Jackie, unaweza kuanza kunieleza sasa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya kujikaza, japo ilikuwa ni sauti ya uchungu wa wazi kabisa, na kumfanya Jackson amtazame tena Mona Lisa kwa macho tulivu yaliyokosa amani, ambaye alimuona pia alikuwa anamtazama kwa macho makali. Jackson anatazama mbele, anatulia kidogo na kisha kuanza kuzungumza. Mona Lisa, kusema kweli kabisa ni kwamba mimi kwa sasa sina kabisa sehemu ambayo ninaweza kuita ni nyumbani kwangu, lakini huwa napata tu sehemu ambazo najihifadhi mpaka asubuhi basi. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti yake ambayo ilikuwa na utulivu mkubwa. Ni kama vile Mona Lisa hajamwelewa vizuri Jackson kile ambacho alikuwa amezungumza. Jackson, hebu naomba nifafanulie kwanza. Mbona kama unanishanganya, sijaelewa kabisa kile ambacho umezungumza. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye kwa sasa alikuwa anaonyesha kwamba hakutaka kufichwa kitu chochote. Na hapo Jackson akaanza kumsimulia Mona Lisa toka siku ile Jackson alipomwacha pale kwenye kontena Songea, na kisha yeye kwenda kununua juisi pamoja na keki kwa ajili yake. Kila kitu alianza kusimulia. Majira ya saa 12:50 za jioni, katika maeneo ya Kibamba, njia panda ya shule upande wa Kibwegere kanisani, nyumbani kwa Mona Lisa sasa, mtoto Krala alikuwa amekaa kwenye kochi kubwa sebuleni, na huku alikuwa anatazama TV ambayo ilikuwa inaonyesha vikaragosi vya Tom na Jerry, katuni ambayo alikuwa anaipenda sana. Mara akasikia mlango alikuwa anagongwa. Mwanzo hakuwa amesikia vizuri, akatulia kidogo kusikiliza vizuri. Akasikia tena mlango alikuwa anagongwa, akainuka mara moja na kisha kuelekea mlangoni. Lakini kabla hata hajaufikia mlango, akasikia tena ulikuwa unagongwa kwa mara ya tatu. Safari hii ulikuwa unaambatana na sauti ya hodi. Ilikuwa ni sauti ya kiume ambayo Krala alikuwa anaitambua mara moja na kumfanya asimame ghafla. Ni Anko Dani huyo. Alikuwa anazungumza vile mtoto Krala kwa sauti ya chini, na huku alikuwa anageuka na kurejea kwenye kochi, na alikuwa anapishana na dada Subira ambaye alikuwa anakwenda kufungua mlango. Ni wazi kabisa naye alikuwa ameisikia hiyo hodi. Dada Subira ambaye alishangazwa na kitendo cha Krala kutokufungua mlango, anaufungua yeye mwenyewe. Karibu sana Anko Dani. Alikuwa anazungumza vile Subira, na huku alikuwa anapisha mlangoni kumruhusu mgeni aingie ndani. Krala anamuona Daniel Kabazu akiwa anaingia ndani, na huku alikuwa amekunja uso wake kwa hasira. Mama Krala yupo? Alikuwa anauliza vile swali Daniel kwa sauti kavu kabisa isiyokuwa na urafiki, na huku alikuwa anamtazama Subira kwa macho makavu. Alikuwa ni kama vile mtu aliyekuja pale akiwa na jambo ambalo lilikuwa limemchukiza. Ukweli lilikuwa ni swali jepesi sana kwa Subira kwamba Mona Lisa yuko wapi, ambaye lisha kujua kwamba Daniel alikuwa na ukaribu mkubwa sana na bosi wake na kwamba wanaweza kuwa ni wapenzi, lakini alikuwa hajawahi kabisa kuona hata kwa bahati mbaya Daniel akiwa anaingia chumbani kwa Mona Lisa. Achana na kuhisi kwamba leo labda wanakwenda kupeana utamu, alikuwa hajawahi kabisa kumwona Daniel akiwa anaingia chumbani kwa Mona Lisa hata siku moja. Mama ametoka kidogo, alikuwa anajibu vile Subira bila kuwa na wasiwasi kabisa. Na amesema anaelekea wapi? Alikuwa anauliza vile swali Daniel ambaye toka amefika alikuwa amesimama tu. Hajasema ni wapi ambako amekwenda, lakini amesema tu kwamba atachelewa kurudi kwa alikuwa anazungumza vile Subira. Lakini sasa binti Krala akadakia pale pale juu kwa juu.
Alafu pia amesema kwamba atalala huko huko na kesho ataniletea mdori wangu niliyomwagiza kule mjini. Alikuwa anazungumza vile mtoto Clara. Danieli aliyeshtushwa na kauli ile ya kwamba eti Mona Lisa atalala huko huko. Anamtazama Clara ambaye ni kama vile hakuwa na habari kabisa na kile ambacho alikuwa amezungumza, kwa sababu mara baada ya kuzungumza vile macho yake yote yalikuwa kwenye TV na hakuwa anapepesa kabisa macho, hacheki wala hatabasamu. Danieli Kabazu mara baada ya kuona kwamba mtoto Clara hakuwa kabisa na habari na yeye, anamtazama tena Subira. Eti Subira, alichozungumza mtoto ni cha kweli au? Alikuwa anauliza pale swali Danieli kwa sauti ambayo ilikuwa na hamaki kiasi cha kumwogopesha kabisa hata Subira mwenyewe. Ndio anko Dani. Dada alisema kwamba anaweza kuchelewa kidogo kurejea, na kama atachelewa basi atalala huko huko. Alikuwa anazungumza pale Subira kwa sauti ambayo ilikuwa na uoga na tahadhari kubwa. Hapo Danieli anatoka nje na huku alikuwa anatoa simu yake mfukoni na kuanza kubofya namba za Mona Lisa na kisha anaweka simu sikioni. Simu inaita tu na huko yeye alikuwa anaendelea kutembea. Simu inaita kwa muda mrefu bila kupokelewa mpaka anapofika kule nje kwenye gari dogo Toyota Mark II. Tayari simu ilikuwa imeita mpaka inajikata yenyewe. Hapo sasa bwana Danieli Kabazu anapiga namba nyingine ambayo ilikuwa imeandikwa Mama Mona, na huko alikuwa anaingia kwenye gari yake, simu ambayo inaita kidogo na kisha kupokelewa. Msikilizaji, kitu ambacho nafikiri kwamba ni muhimu sana mimi na wewe tukijue ni kwamba huyu bwana Danieli Kabazu alikuwa ameshapewa habari ya kwamba leo pale Shere Mpya limetokea tukio la kushangaza mno kwa bosi Mona Lisa, tukio ambalo kila mtu lilikuwa limemsisimua. Lilikuwa ni tukio ambalo lilikuwa limebeba matukio mawili kwa wakati mmoja. Tukio la kwanza ilikuwa ni kumwona Mona Lisa alikuwa amemshika mkono mwanaume mmoja wa ajabu tu ambaye hafai kabisa kuwa hata mfanyakazi wake kwa jinsi vile ambavyo alikuwa ameshakaa. Na wakati huo huo pia Mona Lisa alikuwa anaonekana mwenye furaha kupitiliza muda wote, hali ambayo hajawahi kabisa kuonekana nayo hata siku moja pale ofisini, iwe asubuhi, iwe hata mchana pia, ama iwe kuna faida kubwa ya mauzo imetokea, ama iwe kuna faida ndogo imetokea, iwe mwanzo wa mwezi ama hata mwisho wa mwezi. Hakuna mfanyakazi hata mmoja aliyewahi kumwona Mona Lisa akiwa katika furaha kama ile. Ukweli ni kwamba licha ya Danieli kuona dalili ngumu za kumpata Mona Lisa, lakini akajikuta alikuwa anahisi wivu wa hali ya juu sana. Akaamua kuja nyumbani mara moja kwa Mona Lisa ili kusudi apate kumuuliza juu ya mtu ambaye alikuwa naye kule ofisini alikuwa ni nani. Na ni wazi kabisa Danieli alikuwa ameelezwa na mtu kuhusiana na tukio hilo. Achilia mbali kushikwa mkono na Mona Lisa, kitu ambacho pengine kingetokea kama Mona Lisa angeumwa ama siku ambayo kama ingetokea wangefunga ndoa, na tena nadhani angeambiwa amshike mkono Danieli kwa kuambiwa na MC. Maana hata yeye mwenyewe licha kujitahidi kufanya kila kitu ambacho alikuwa anaweza kumshawishi Mona Lisa, huku akiwa anamonyesha kwamba alikuwa anampenda na kumjali, lakini haijawahi kabisa kutokea hata mara moja akaonyesha furaha kama ambayo alikuwa ameonyesha siku hiyo, ambayo ilionyesha kumshangaza kila mtu ambaye alikuwa anamjua. Na sasa tayari ilikuwa imeshatimia majira ya saa 1:15 usiku. Wakati huo Jackson Kifaru pamoja na Mona Lisa Ellison walikuwa wameshaiacha barabara kuu ya Morogoro, na Mona Lisa alikuwa anaendesha gari kwa utulivu kabisa katika barabara ya vumbi hafifu ambayo ilikuwa na vichaka, wakitokomea katika upande wa kushoto wa mtaa wa Kibaha kwa Mfipa, wakitoka nje kabisa ya mji. Njiani Mona Lisa alikuwa anasikiliza simulizi ya Jackson ambaye alikuwa anamsimulia mkasa mzima wa maisha yake, na kuna wakati simu ya Mona Lisa ilikuwa inaita, lakini Mona Lisa wakati alipokuwa anaitazama na kuona kwamba jina la mpigaji alikuwa ni Danieli, alikuwa anaiacha tu na kuiweka pembeni, nayo ilikuwa inaita mpaka inakata. Hapo hapo akatoa kabisa sauti ya mlio wa simu, na huko safari na simulizi ilikuwa inazidi kuendelea. Jackson Kifaru anamsimulia Mona Lisa hadithi nzima ya maisha yake toka mwanzo kabisa walipoachana pale Songea, wizi aliofanywa babake mzazi mzee Dennis Kifaru, jinsi ndugu waliowasaidia sana walivyokuja kuwageuka mwishoni, kunyang'anywa nyumba na benki, kufiwa na bibi yake Clara Nyoni, na hata kuuzwa kwa nyumba ambayo alikuwa amejenga babake kule kijijini Lumecha, na kisha wao kuhamia katika kijiji cha mbali
na kuanza kufanya vibarua vya kulima kwa watu kwa sababu hawakuwa na shamba hata moja. Jackson anasimulia kila kitu bila kubakiza chochote. Alisimulia jinsi vile ambavyo mamake mzazi alivyoumwa ghafla na kukimbizwa mjini hospitalini, huku yeye akiamua kuanza kufanya vibarua na mwisho kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta maisha. Jackson alimweleza Mona Lisa jinsi vile ambavyo alifika Dar es Salaam na kujiunga kwenye kazi ya ujenzi, na huku alikuwa analala katika vijumba ambavyo alikuwa anafanya kazi ya kujenga mpaka asubuhi. Na kwa sasa nalala kwenye nyumba ile pale. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale Jackson, na huku alikuwa anaonyesha jengo mbele yake pembeni kidogo na barabara, jengo ambalo kusema kweli kabisa ndio kwanza lilikuwa limeezekwa tu, lakini halikuwa na madirisha wala halikuwa na milango pia. Mpaka hapo ni giza pekee ndilo ambalo lilikuwa linamzuia Jackson asiyaone machozi ya Mona Lisa. Lakini sasa Jack, ni kwa nini hukwenda pale kwenye kontena la dada Mage? Hukukumbuka kwamba tulimpatia namba za simu za nyumbani kwetu huko Dar es Salaam, Jack? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, ambaye sasa sauti yake ni kama vile alikuwa ameshikwa na mafua, kwa sababu ilikuwa ni sauti ya kilio. Nafikiri kwamba pengine ndiyo Mungu alipanga iwe hivi, Mona Lisa. Maana kusema kweli kabisa sikupata hata wazo kama hilo. Alikuwa anazungumza pale Jackson. Na kuna chochote ambacho labda kipo humo ndani unataka kukichukua? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, ambaye bado alikuwa na dalili ya uchungu katika moyo wake. Unataka niondoke hapa, Mona Lisa, alafu Alikuwa anauliza pale swali Jackson, na kumaliza kabisa kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka aulize, akimaanisha kwamba hakuwa na uwezo wa kutafuta sehemu nyingine ya kuishi. Hebu achana kwanza na maswali Jack, sawa? Wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Sasa ni wakati wako wewe kuwa mfalme. Kama kuna chochote ambacho nataka kuchukua, basi nenda kachukue, tuondoke. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na wote wakainuka na kuanza kutembea kuelekea mbele ndani ya ile nyumba, wakitumia mwanga wa tochi ya simu. Wakati huo simu ya tochi ilikuwa ni moja kati ya simu maarufu sana na za kisasa pia, na hata bei yake dukani ilikuwa ni zaidi ya $100,000. Tofauti na sasa, ukienda dukani kununua simu ya tochi, basi ikizidi sana basi ni shilingi $25,000. Mara baada ya kuingia ndani, Mona Lisa alishangazwa na kile ambacho alikiona na kujikuta alikuwa anazidi kutokwa na machozi zaidi, kwa sababu ukiachilia mbali maboksi ambayo yalikuwa yamewekwa pembeni ya chumba kidogo ambacho kiramani ilikuwa ni bafu, hapakuwa na kitu kingine chochote, msikilizaji, zaidi ya begi dogo tu chakavu la mgongoni basi. Pole sana Jack, kwa sababu kusema kweli kabisa umepitia maisha magumu sana. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa analia wakati alikuwa amesharejea tayari kwenye gari, huku Jackson alikuwa amebeba lile begi lake ambalo aliliweka kwenye siti za nyuma, na safari ya kuelekea mjini ikaanza mara moja. Lakini sasa wakati wanaendelea tu na safari, ni kama vile Jackson aliona simu ya Mona Lisa ilikuwa inaanza kuita kwa kuwakataa, kwa sababu sasa alikuwa ameshatoa mlio, na hiyo ilikuwa inamuumiza sana Jackson, ambaye alikuwa anahisi kabisa kwamba inaonekana Mona Lisa hakuwa anataka kupokea simu ya mume wake labda mbele yake. Mona Lisa, pokea simu tu, na wala usiogope kabisa kuzungumza mbele yangu. Alikuwa anazungumza pale Jackson kwa sauti ya kujikaza, na huku alikuwa anachukua simu pembeni ya siti ya Mona Lisa na kumpatia. Mona Lisa naye anatabasamu kidogo, na huku alikuwa anachukua simu kutokea kwa Jack. Hivi Jack, unafikiri kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuniogopesha mimi kupokea simu mbele yako wewe? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku alikuwa anatazama simu yake na kuona kwamba mpigaji alikuwa ni mama yake mzazi. Nilikuwa sitaki tu kuacha kusikiliza vile ambavyo alikuwa ananisimulia Jackson. Basi wacha nipokee. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, ambaye alibofya kitufe cha kupokelea simu hiyo. Mona, vipi, uko wapi tena mwanangu? Mbona mwenzako anakutafuta sana, nyumbani haupo, hata simu zako anapiga tu hupokei.
Ilikuwa ni sauti ya kike ambayo ilikuwa na ukali na makasiriko ndani yake pia. Mama, nipo kwenye mazungumzo kidogo, na hapa nimepokea simu kwa sababu nimeona umepiga sana wewe. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti tulivu kabisa, na huku gari ilikuwa nafuata mji mdogo wa Kibaha kwa Mfipa. Upo katika mazungumzo gani Mona Lisa? Na kwa sasa uko wapi? Alikuwa anauliza vile swali mama yake kutokea huko upande wa pili wa simu kwa sauti ile ile ambayo ilikuwa na ukali na kumfanya Mona Lisa ashtuke kwa mshangao wa chini chini. Lakini mama, mbona unazungumza kama kuna ugomvi? Kwani tatizo ni nini mama? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa kwa sauti ya chini, lakini ilikuwa na mshangao. Nauliza kwa sababu mwenzako anakupigia simu mara zote upokei mwanangu, na amekuja mpaka hapo nyumbani haupo, na anaambiwa kwamba unalala huko kwamba kumekwenda. Nauliza uko wapi? Alikuwa anazidi kuuliza vile maswali mama Mona kwa sauti ile ile ya ukali, na safari hii Mona Lisa kushangaa zaidi, akajikuta alikuwa na tabasamu tu. Mama bwana, hebu punguza hasira basi, lakini tarajia kupokea taarifa nzuri. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na kabla hata mama yake hajazungumza lolote, yeye akamwahi na kusema kwamba atampigia kesho. Alizungumza vile tu Mona Lisa na kisha alikata simu. Siku zote mama huwa anapenda sana kunichunga. Mpaka leo hata kama naishi kwangu bado tu ananichunga. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa mara baada ya kukata simu, na huku alikuwa anaendelea tu kuendesha gari, japo hiyo inamletea Jackson utata kidogo. Ama itakuwa ni kwamba mume wako amekukosa nyumbani ndio akaamua kumpigia simu mama? Alikuwa anauliza vile swali Jackson kwa sauti ambayo hata haikuwa na wivu wala masikitiko. Mona Lisa anamtazama Jackson kwa mshangao. Jackson, hivi ningekuwa nimeolewa ungeweza kuniambia hivyo kiurahisi tu? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, na huku alikuwa anamtazama Jackson kwa macho ambayo yalikuwa yanahitaji ufafanuzi. Wakati huo simu ya Mona Lisa ilikuwa inaanza kuita tena, lakini hakutaka kabisa kuipokea. Unadhani ningefanya kitu gani sasa Mona? Alikuwa anauliza vile swali Jackson kwa sauti yake yenye unyonge na utulivu. Mona Lisa anacheka kidogo na kisha kuzungumza tena. Acha hizo bwana Jack. Unafikiri kwamba inaweza kuwa kirahisi tu kama hivyo mimi nikawa nimeolewa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye sasa alikuwa anaendesha gari na alikuwa anakatiza nyumba za mwanzo kabisa za kuingia Kibaha kwa Mfipa. Majira haya ya saa 1 za usiku huko Masaki, Dar es Salaam, katika nyumba ya shirika la nyumba la taifa NHC block nambari 26, nyumbani kwa Bi Sabrina, yani mamake na Daniel Kabazu. Anaonekana mama Daniel alikuwa amekaa sebuleni kwenye kochi lake la kisasa. Alikuwa amevaa gauni fupi kiasi cha kuweza kuacha nguo ya ndani kuonekana kabisa, na huko mbele yake juu ya meza kulikuwa na chupa kubwa ya pombe kali na glasi iliyokuwa na kinywaji hicho ambacho kilikuwa kimefika nusu. Nasema kabisa kwamba hawezi kunifanya mimi mjinga kiasi kama hiki. Safari hii nasema kwamba siwezi kushindwa, lazima tu kieleweke. Alikuwa anazungumza vile tu Sabrina, na huku alikuwa anachukua simu yake kutoka pembeni yake. Halafu na huyu Dani naye kama mjinga vile, mpaka leo unaendelea kumbembeleza tu mwanamke. Hata zile enzi zetu hatakuwa tunasubiri muda wote kama huu. Mwanamke mwenyewe alishazaa kabisa mtoto. Sasa anachomzungusha mwanangu ni kitu gani miaka yote? Alikuwa anazidi kuzungumza vile tu mama Danieli, na huku alikuwa anabofya simu yake akipiga namba ambayo ilikuwa imeandikwa Mama Mona na kisha kuweka simu hiyo sikioni. Simu inaita kidogo na kisha inapokelewa huko upande wa pili. Halo dada, vipi, habari za jioni? Inasikika sauti ya mama yake na Mona Lisa kutokea huko upande wa pili wa simu. Huko ni kasheshe tu mwenzangu, kwa sababu hivi ambavyo nakwambia Danieli amepiga simu na amepagawa kweli kweli. Hata sijui atakuwa amekwenda nyumbani kwa Mona Lisa, ameambiwa kwamba ametoka, na anasema kwamba ameambiwa kwamba atachelewa kurejea, sijui hata atalala huko. Basi hapa kaliki kabisa nyumbani.
Alikuwa anazungumza vile mama Dani kama vile hakuwa na wasiwasi wowote ule. Sabrina anasikia sauti ya mama Mona Lisa huko upande wa pili wa simu ikishusha pumzi nzito na kisha kuzungumza. Kusema kweli kabisa mama Dani, we acha tu. Hata mimi mwenyewe nimeshtuka sana mara baada ya kusikia hivyo. Lakini nimempigia simu mwenyewe. Amesema kwamba yuko na rafiki zake wana mazungumzo na baadaye naamini kabisa kwamba atarejea nyumbani. Alikuwa anazungumza vile mama Mona Lisa kutokea huko upande wa pili wa simu. Mama Dani anakunja mdomo wake uko pembeni akimaanisha kwamba alikuwa anamngonga mama Mona. Basi tuombe iwe kweli kabisa kwamba yuko pamoja na marafiki zake mwenzangu. Na sio kwamba Dani hawezi kabisa kumpenda mtu mwingine. Lakini sasa wasiwasi wangu ni matapeli wa mapenzi mama Mona ni wengi sana kwa sasa. Asije akaingia mkenge kama ule wa mwanzo na kujikuta anazalishwa tu na kuachwa. Alikuwa anazungumza vile mama Dani na kumfanya mama Mona astuke. Sidhani kabisa kama ataweza kurejea tena makosa. Kwa jinsi vile ambavyo namjua mwanangu, hawezi kabisa kukosea mara mbili mama Dani. Alikuwa anazungumza vile mama Mona ambaye alijikaza asionyeshe mshtuko wote ule. Lakini mama Mona, unajua kabisa kwamba hata mwanzo tuliamini hivyo hivyo. Sasa wakati mwenzake Dani anaamua kumfisha aibu ya kuzaa, yeye asianze kutangatanga tena. Mimi naona ni bora tu kama watafunga ndoa mapema kama ambavyo tulikubaliana. Alikuwa anazungumza vile mama Dani akimwingiza mama Mona katika mtego. Yaani hapo dada, kusema kweli kabisa wamezungumza jambo zuri. Dawa hapa ni kumshawishi Mona wafunge ndoa haraka haraka, tuondokane kabisa na hili swala. Alikuwa anazungumza vile mama Mona ambaye hakuishia hapo. Alitulia kidogo na kisha kuzungumza tena. Lakini sasa dada, tatizo ni kwamba nitaanza vipi kumshawishi Mona Lisa ambaye ni kama unavyomjua yule akipanga lake amepanga. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti yake ambayo ilikuwa inaanza kukata tamaa. Lakini dada, huwezi kushindwa bwana kumshawishi binti yako mwenyewe. Naamini kabisa kwamba ukituliza akili lazima utapata wazo na utamshawishi na ndoa itafungwa. Sabrina alikuwa anazungumza vile, yani mama Danieli, na hapo mama Mona yani Belinda akatulia kidogo na kisha akajibu, basi sawa dada, wacha niwaze kwanza, lakini nitampigia Danieli nizungumze naye, asiwe na wasiwasi kabisa kwa sababu Mona Lisa ni wa kwake. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kabla hawajaagana na kisha kukata simu. Mpuzi kabisa wewe, unamtetea bure tu. Na usikoti anajua vizuri kabisa binti yake yuko na mwanaume mwingine huko aliko, alafu kwangu anakuja kusema kwamba yuko na marafiki sijui namna gani vipi. Alikuwa anazungumza vile mama Dani na huku alikuwa na bofya tena simu yake na kupiga namba ya Danieli ambayo inaanza kuita mara moja. Wakati simu inaendelea kuita, mara mlango wa sebuleni unafunguliwa. Anatokea mwanaume ambaye alikuwa na umri kama wa Danieli ambaye alikuwa anaingia ndani na huku uso wake ulikuwa umetawaliwa na tabasamu. Mama Danieli anamtazama huyu kijana na huku alikuwa anashia tabasamu pana la furaha, na kisha anainuka na kumsogelea kijana huyo. Wanakumbatiana na kupeana mate kwa sekunde chache. Hata ile simu aliyopiga inapopokelewa, Sabrina anamwachia huyo kijana na wanaongozana kuelekea kwenye kochi na kukaa. Majira ya saa 2 kasoro za usiku maeneo ya Mbezi Mwisho, Dar es Salaam, ndani ya baa moja kubwa maeneo ya njia panda ya Malamba Mawili. Ndani ya baa hiyo, upande wa sehemu ya juu kabisa mfano wa gorofa ambalo lilikuwa limejengwa kwa mbao na miti na kuelekezwa kwa makuti. Huko juu ambako kuna mwanga hafifu wa rangi nyekundu, kunaonekana kwamba kulikuwa na watu wachache sana. Ni kama vile watu 7 tu kwa idadi yao, kwa sababu ukiachilia mbali mhudumu ambaye alikuwa anaingia na kikapu cha plastiki ambacho kilikuwa kimejaa vinywaji. Lakini pia mwishoni kabisa mwa upande wa kushoto wa ule ukumbi palikuwa na meza moja ambayo ilikuwa imekaliwa na watu 2, yani mwanamke mmoja na mwanaume mmoja ambao walikuwa katika muonekano wa wapenda nao. Msikilizaji, kilichoendelea hapa kitakuwepo katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 12. Majina yangu naitwa Felix Mwenda.